kwa sababu unaenda kucheza na miili ya wagonjwa ya marehemu. Wale walikuwa ni wagonjwa kabla hawajachukuliwa na Mwenyezi Mungu. Walikuwa ni wagonjwa, walikuwa na magonjwa ya kuambukiza mengi tu, ambayo yanaweza yakawa ni kutoka kwake kuja kwangu. Kwa hiyo unafanyaje? Lazima uwe na vitu vya kujikinga, lazima uwe na yani zile taratibu lazima uzifate kwa utaratibu sana. Kwa hiyo ukitoka nyumbani ukiwa ni kilaza nani lazima tutakuwa yani utachukua round. Ukiwa mochari utachukua round, sababu ni sehemu inayobeba magonjwa mengi. Hard Talk with Mwasha. We talk it hard, really hard. Welcome back. Karibu sana ndani ya Hard Talk with Lilian Mwasha. Niko na kaka yangu Rwegasira. Tunaendelea kupiga story. Kaka Rwegasira, haya sasa ndio tumeenda sasa, umeingia kufanya kazi huko. Una amani kweli? Yaani kazi inakupa raha? Yaani jamani. Kuna yani are you happy? Kwa sababu unajua kuna kazi na kazi. Yaani kuna kazi ambazo kwa mfano unafanya hotelini, unakutana na watu, unafanya benki. Wewe kazi yako inakupa amani? Nianze kwa kukwambia ndio. Nikiongozwa na wito. Kazi zetu za kuhudumia ndugu walioitwa na Mwenyezi Mungu, mimi wanapenda kutumia wapendwa walioitwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu wale ni wapendwa wetu, ni jamaa zetu walioitwa na Mwenyezi Mungu. Ile ni kazi ya wito. Ni kazi ya wito. Ukishakuwa na wito wa kufanya jambo fulani ndani yako, kwanza ile kazi utaifanya kwa moyo. Pili, utaifanya kwa heshima. Tatu, utaifanya pasipo mawaa ya aina yoyote. Kwa kusema kwamba nitaogopa nikiwa ndani ya jengo la mochari, ninapokuwa ninatibu miili, kwamba nitaogopa, nitakuwa na nani yoyote, hapana. Ile ni kazi yangu, ni wito wangu, na ninaifanya kwa moyo, kwa hali na kwa kujituma. Na ninahakikisha imefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Umesema kitu cha ajabu hapo kaka, umesema unatibu miili. Ndio. Sasa mtu ameshaondoka, wewe unatibuje mwili ambao mtu ameshaondoka? Okay. Yaani unatibuje mwili wa mpendwa ambaye ameshatutoka? Okay. Unapokuwa na mwili huko mochari, umeshautoa wadini, kitu cha kwanza ukifanyia usafi, unafanyia usafi. Baada ya usafi, yani unamuogesha kama binadamu, yani unamuogesha, yani mtu aliyekufa yupo kama wewe. Kitu ambacho kipo pale ni uhai, lakini kwa heshima zake kama binadamu mwenzetu anaendelea kuwa na heshima zote. Kwa hiyo unapomleta pale lazima umuogeshe. Baada ya kumuogesha, kunakuwa kuna sabuni special au kunakuwa kuna sabuni hizi za kawaida? Hapana, ni sabuni tu hizi za kwetu za kawaida. Unamuogesha na ndodoki safi. Baada ya kumuogesha, unamsafisha na maji unamsuuza maji safi, taulo unampangusa vizuri. Baadaye lazima utamwekea dawa. Ndani ya mwili au juu? Mwili tunaweka ndani ya mwili. Dawa tunaweka ndani ya mwili. Ni sindano unachoma? Sio sindano. Sio sindano. Sisi tunatafuta mishipa. Tunatafuta mishipa, tunaweka dawa ndani ya mwili wa marehemu. Na ile dawa inakaa kwenye mwili wa marehemu kwa muda mrefu sana. Kwa katika hatua hiyo unakuwa unautibu mwili. Unautibu kwa nini utibu? Ili asiweze kuharibika. Katika zile process za kusubiria mpaka maziko. Ili yani unapokuwa ukiwekea mwili dawa umeutibu ili usiharibike.
mpaka pale ndugu watakapo kuja na kumchukua kwa ajili ya maziko. Na kuna dini yoyote, yani wakati unaopokea mwili, kwa sababu tunasikia wenzetu wa Islam inakuwa ni tofauti, wao wanasafishaga kitofauti na Wakristo, au is the same thing? Yani kuna pale mochari kuna aina tofauti, labda kama wewe ni Mkristo alafu kuna mwenzako Muislamu ambaye anasafisha tofauti na unasafisha tofauti, au it's the same thing? Unapokuwa kwenye eneo la kazi unafanya kazi pasipo kuleta udini kwenye eneo la kazi. Lazima ufanye kazi yako. Kama mwili unapaswa kutibiwa kwa ajili ya ndugu, labda wanaenda kuzika kesho, wengine wanasafiri wanaenda Bukoba, anywhere kwenye pande chochote cha nchi yetu. Kwa hiyo unaona lazima uwekee dawa ya kutosha. Sasa wenyewe watakapokuja kumchukua mpendwa wao ndipo watakapofuata taratibu za dini. Nimekuelewa. Okay. Kwa hiyo utafanya kawaida kihospitali? Mimi nafanya kihospitali kwa namna afya inavyonielekeza kufanya kwenye ule mwili. Baadaye wakija na mimi nawaambia kwamba kadiri ya mpendo wenu alivyokuwa naumwa, huu mwili hata kama mtaenda kusafisha kwenye utaratibu za dini yenu, lakini taratibu za kufuata ni 1, 2, 3. Nawaelezea. Nawaelezea. So ukisha muosha ameingiwa sasa, kwa hiyo ukikaa pale, lakini umewahi kufika siku haujaletewa mtu, haujaletewa mpendwa yoyote ndani ya mortuary? Yani inaweza kapita siku, au kila siku lazima upokee mtu? Hapana, siku inapita hata 2, 3, hata wiki inapita. Okay. Kwa hiyo sio kila siku. Sio kila siku. Na kwa hiyo ukishaletewa process, hebu niambie process inakuaje? Nesi sasa yule wa wodini na machela yake anamleta. Akishamleta unafanya nini? Yani ndio unaanza kumuogesha immediately, au kuna postmortem zinafanyika kabla ya kuanza kumuogesha? Kwa utaratibu wa eneo langu la kazi na kufanyia kazi, ikitokea mgonjwa amefariki, kitu cha kwanza nesa atamuita daktari. Daktari akifika atamfanyia uchunguzi. Akifanyia uchunguzi atajihakikishia kwamba kweli huyu mtu amefariki. Baada ya hapo daktari ataandika taarifa ya kifo juu ya mgonjwa yule. Hapa bado yuko wodini? Hapo bado yuko wodini, hajatoka. Hapo daktari akimaliza kuandika taarifa ataandika na kibali cha mazishi. Akishamaliza mwenye kazi yake imeisha, anaondoka. Anakuja nesi sasa, anaenda mpaka kwenye ule mwili, anaangalia. Kuna namna nyingi za namna watu wanavyokata roho. Kuna mwingine itakuwa vibaya nikitolea mfano. Kuna mwingine anaweza akawa ametapika. Kuna mwingine anaweza akawa amejichafua kwa hali yoyote ile. Kwa hiyo nesi anatafuta kitambaa safi, anampangusa ile hali yote hiyo inatoka, na anamhamisha kwenye eneo lile ambako alikuwa amejichafua, anamweka kwenye eneo safi. Baadaye anaufunga vizuri ule mwili. Akishaufunga vizuri, anaweka na lebo kwamba huyu mtu amefariki, lakini alikuwa anaitwa jina fulani. Akishamaliza hiyo, ananipigia simu. Ruegasira, na njoo wodi fulani. Mimi nachukua nachukua gari maalum lililoandaliwa na hospitali kwa ajili ya kubebea marehemu. Wewe unaliendesha au kuna dereva special? Ni mimi mwenyewe naliendesha. Nafika mpaka pale wodini, nasaidiana na manesi wa wodini. Tunabeba mwili, tunaweka pale kwenye gari, tunampeleka mochari. Tukifikisha mochari, manesi wenyewe wanarudi wodini. Wewe unaendelea sasa? Hapo mimi ndo naendelea. Unakuwa peke yako au mnakuwa wawili? Hapa kwetu tuko wawili.
Kwa tunaanza ni taratibu, ni kama vile nilizoeleza pale awali. Na sisi tutamtoa pale kwenye gari, tutamweka kwenye sehemu iliyotengwa kwa ajili ya kuwekea miili dawa. Hiyo sehemu inakuwa na kila kitu, ina mabomba ya maji, ndo na sabuni na nini. Sasa hapo unaanza maandalizi yenu ya kutibu mwili. Mnamuogesha, baada ya kumuogesha mnamwekea dawa. Baada ya kumwekea dawa mnamweka kwenye friji kwa ajili ya kuendelea kusubiri mpaka pale ndugu atakapokuja kumchukua mpendwa wao. Wangu hiki ni ngumu jamani. Wakati unamwogesha, nakuuliza maswali mazito. Wakati umepewa ule mwili, ndiyo mpendwa ambaye ameondoka akiwa na maumivu, yani labda kwa hataki kuondoka, wanalia, can you tell? Unaweza ukasema kwamba huyu, kwa sababu mwingine anasema tuliangalia maiti yake, aliondoka alikuwa amerelax, alikuwa yuko sawa, au mwingine alikuwa na maumivu, alikuwa na mauchungu, hata ukimwangalia ni kama ana maumivu. Can you see that kwamba huyu amekufa kifo chepesi, au huyu alikuwa na struggle baada ya kupokea mwili? Hiyo naweza akaisemea nesa anaikuwa wa dini, kwa sababu ujue kama alifariki labda alikuwa analia, anatoa machozi. Nimekwambia manesi wa dini wanachukua kitambaa vizuri, wanampangusa kila kitu, na wanachukua shuka zuri wanamfunga. Kwa mimi naitwa yani process zote zikiwa zimeishafanyika wa dini. Regasira, imewahi kukutokea unaitwa kuchukua mtu mwili alafu unakuta alikuwa labda jirani yako au ni mtu ambaye unamjua, yani sio, unanielewa, yani ulikuwa ujui kama huyu mtu yuko hospitali, umeitwa unaenda kuchukua mwili alafu unakuta my God, I know this person. Imewahi kutokea? Ndio, imewahi kunitokea. Imewahi kunitokea, na huyo alikuwa ni mfanyakazi mwenzetu. Tumefanya naye kazi. Asubuhi alikuwa amelala zamu ya usiku, kwa ametoka ameenda nyumbani, lakini kama nilivyoambia awali kwamba nukta ya kifo anayejua ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ametoka ameenda nyumbani salama salimini. Baada ya dakika tuseme kama baada ya masaa mawili toka sisi tumemwaga kwamba mwenzetu ameenda kupumzika nyumbani, ametoka night na nini, lakini tunaambiwa Regasira, leta gari bwana, njoo emergency. Sasa kumbe wenzetu, kwa baadhi ya wafanyakazi wenzetu walikuwa wameshajua, lakini sisi tulikuwa tujaambiwa. Ile tunaenda hivi kwa sababu lazima mwenzenu wa mortuary ni wa staff hospital. Na ili ni pain sana, niliumia sana, sababu mnapokuwa kazini kuna ile hali ya matani mnayokuwa nayo nini. Na ulimhudumia, ulienda ukamwogesha na kufanya kile process zote? Kabisa. Japokuwa unakuwa na ile hali ya rafiki yangu kweli, yani ni kitu ambacho kinakuja rohoni, kinakuja rohoni kwamba huyu mtu alikuwa rafiki yangu. Mnavyokuwa kazini, kuna baadhi ya vitu mnashare vingi vya kijamii, hata vya kazini. Kwa hiyo hali inakuja inakusononesha, kwa sababu imekuja ghafla. Bora hata mtu anayekuwa anaumwa unakwenda unamwangalia, rafiki yangu anaumwa, unaenda unamwangalia, lakini yule wa ghafla inaumiza. Lakini ndio kazi, ndio wito wangu, na ndio kazi niliyosomea. Kwa lazima nifanye kwa moyo, nifanye kwa heshima, na nihakikishe kila jambo limeenda vizuri. Kwa nilihudumia na tulimwaga vizuri kwa heshima zote. Hongera sana kwa hapo. Hongera sana, pole. Imewahi kukutokea huku duniani mtu anakukazia, yani ile mtu anakufanyia roho mbaya labda, au unajaribu kutaka labda msaada kwake alafu hatoi msaada, au anakufanyia roho mbaya, unajua ubinadamu, alafu Hamadi yuko mikononi mwako? Imewahi kukutokea? Yani unakutana na mtu afu nasema yani huyu alinifanyia kitu hiki na hiki na hiki, lakini inabidi nimhudumie. Haijaiga kunitokea. Mimi labda ingenitokea labda kama ningekuwa labda maeneo ya nyumbani, labda ningekuwa maeneo ya nyumbani kule Bukoba.
na penyewe sidhani kama nilikuwa na watu wa hivyo. Okay. Mara nyingi nimekuwa ni Mwenyezi Mungu amekuwa akibariki njia zangu au kutoka kwa masista kule, walikuwa mpaka hadi wa leo wanasema Rwegasira njoo tufanyie kazi na nani kwa kila nilikopita sikuwa na watu wa namna hiyo. Okay. Labda kama wakijitokeza akija no, lakini bado nitamhudumia kwa sababu ni vitu na nani. Twende sasa katika imani, katika vitu. Kuna vitu vingi sana vinaongelewa, na ndio maana unaona mimi umezungumza nikashtuka, kwa sababu kama kuna sehemu watu wanakimbia kuenda ni mortuary, ni makaburini. Ni sehemu ambazo unajua mtu ukimwambia nenda kidogo inakuwa inashtua. Wewe vitu vya rohoni, yani naongelea kukaa na kuangalia ile miili, yani huko pale ofisini kwako amshua kuna mafriji yamekaa ambayo umenyelewa amekuzunguka, ambako na unajua kabisa nikifungua ili friji, nikifungua ili draw kuna mwili wa mtu. Maisha yako ya kiroho yako vipi? Je, haya mambo yanayoongelewaga kwamba kuna maroho, unaweza kukaa ukasikia, kuna mimi mmoja nimeiona juzi, kuna mtu alikuwa anafanya kazi mortuary, alafu amekaa afu akasikia draw linatingishika, yani kwamba huyu mtu labda hajakufa and whatever. Vitu kama hivyo wewe vikoje katika ulimwengu wa kiroho? Sasa tunaongelea unalalaje, yani unajua ni vitu vizito sana. Una familia, unalalaje? Ukiangalia ile miili wote usiku, havikushtui? Katika ulimwengu wa kiroho sasa, sababu ni mtumishi wa Mungu na natamani watu waelewe maisha hayo yakoje, naomba unieleze. Nashukuru sana, hilo ni swali la msingi sana, na labda dalili ni kuambie kwa kifupi sana. Kazi ya mochari labda hata jamii itambue na kuelewa, ni kazi kama kazi nyingine zozote. Yani jamii iwe na uelewa kwamba ile yani kwanza mochari sio chumba. Mochari ni jengo, si ndio? Kama ni jengo basi linakuwa na partition. Mochari ina sehemu ya kunywea chai tea room. Mochari ina sehemu ya kubadilishia nguo na kuoga. Mochari ina sehemu ya kuoga. Mochari ina sehemu ya kukaribishia watu. Lazima iwe na ofisi ya kukaribishia watu wanapokuja. Mochari ina chumba kwa ajili ya kuhifadhia marehemu. Mochari ina chumba kwa ajili ya kuvalishia marehemu. Kwa hiyo huwezi kukaa na miili 100%, kwa sababu mochari sio chumba kimoja kusema kwamba miili iko hapa wewe unaishi hapa na nini. Hapana. Naona hilo ni moja. Jambo la pili, kama nilivyosema mwanzo, ukiongozwa na wito na kufanya kazi yako kwa heshima, lakini pia bila kumsahau Mungu, huwezi kuota. Na ni kitu gani kitakufanya uote? Kwa sababu ile ni kazi kama kazi nyingine. Ni kama unavyoona mtu anaenda machimboni, ni kama unavyoona daktari anaenda kufanya operation, anafungua tumbo, naangalia vitu vya ndani na nini. Kwa hiyo na mwenyewe utasema ataota. Hapana, ni kazi kama zilivyo kazi nyingine. Kama wewe hapa ulivyo kazini unanioji, ni kama kazi. Yani sijui nitumie Kiswahili gani ili niweze kueleweka hapo. Yani jamii isiweke na, kwa sababu kuna jamaa mmoja alishaikuja pale, nadhani alikuja na mentality hiyo kwamba watu wa mochari ni wanafanya kazi kwenye mazingira magumu, ni sehemu ya kutisha. Ni sehemu ya kutisha. Na basi kama ni sehemu ya kutisha na wenyewe wako kwenye mazingira magumu, basi na wenyewe si watu wa kawaida. Kwa hiyo akawa anaongea kama anaongea na mtu ambaye labda anavuta bangi, na by the way ndo tunavyoambiwaga hivi. Sikiliza kakaangu Rwegasira, tunaambiwa mtu anayefanya mochari ni lazima unapiga pombe sana, unavuta bangi sana, kwa sababu ni kazi
inahitaji kujitoa ufahamu, sio kama ni kweli. Sasa mimi nakuona wewe uko salama kabisa sasa. Huo ndo mtazamo potofu wa jamii. Kutoka kwa jamii kuja kwenye kazi zetu. Mtu anakuwa anazania labda mtu wa mochwali anavuta bangi, anafanyaje. Mimi nakwambia Damwasha ni kwamba mimi unavyoniona hapa sijaiga kuonja pombe. Safi. Na mimi ni Mkristo Mkristo safi na asali. Naendesha semina za kidini. Kwa hiyo natekeleza wajibu wangu kwa kazi yangu na wito wangu pasipokuwa na mawaa. Kwa hiyo ni sehemu ya kawaida na ni sehemu ya kawaida kabisa. Sehemu ya kawaida kabisa. Hujawahi kupata dili? Yani nikisema dili ninasema unajua kuna vitu vinatokea ambapo tunaambiwaga huku mtaani kwamba unaona labda kitu kizuri, labda chakula kizuri, mtu anatania anasema imeoshwa na maji ya maiti. You know, maji ya maiti sio yanafanya nini and whatever. Hujawahi kupata dili la kijinga, mimi naweza kusema, la mtu kujaribu kwa sababu anajua kazi unayoifanya, akuite akwambie katika unavyoosha ukimaliza yale maji mimi nahitaji. Na of course kama hujapata hiyo deal, je, hivi vitu kweli vipo? Binafsi sijaiga kupata hiyo na request, na nadhani sidhani kama kuna mtu anaweza kuniambia kitu hicho na nikamwacha salama. Kwa sababu ya imani yangu pia. Lakini pia hivyo vitu ni vitu ambavyo vimekuwa vikisadikika. Kitu cha kusadikika Damwasha ni kwamba kiko probability. Ni kitu ambacho aidha kipo au akipo. Watu wamekuwa wakisema, lakini mimi naweza kusema kwamba akipo kwa sababu ni kama hivi wanavyosema watu wa mochwali. Wataalamu wa mochwali wana kunywa pombe labda ni maneno ambayo yamekuwa yakisadikika, lakini si kweli. Na si kwamba Tanzania nzima hakuna watu wa mochwali ambao hawanywi pombe. Wapo wanakunywa, lakini sio za kuwatoa kwenye lula ya kuwa nje na nizao za kazi. Heshima, kazi, utaratibu. Unajua mambo ya afya watu wanachukulia kwamba idara ya afya ni sehemu ambako unaweza ukacheza. Hapana. Mtaalamu wa mochwali anakuwa amesoma. Sisi wataalamu wa mochwali tunakuwa tumesoma. Tumesoma na masomo yetu sio ya kitoto. Unashindwa na unarudi nyumbani, au unashindwa unarudia mitihani kwa sababu unaenda kucheza na miili ya wagonjwa ya marehemu. Wale walikuwa ni wagonjwa kabla hawajachukuliwa na Mwenyezi Mungu. Walikuwa ni wagonjwa, walikuwa na magonjwa ya kuambukiza mengi tu ambayo yanaweza yakawa ni kutoka kwake kuja kwangu. Kwa hiyo unafanyaje? Lazima uwe na vitu vya kujikinga, lazima uwe na yani zile taratibu lazima uzifuate kwa utaratibu sana. Kwa hiyo ukitoka nyumbani ukiwa ni kilaza lazima tutakuwa yani utachukua round. Ukiwa mochwali utachukua round kwa sababu ni sehemu inayobeba magonjwa mengi. Ndio maana huwa sisi tukipata nafasi kama hizi huwa tunapenda kuongea hata na serikali. Tunapenda kuongea na serikali kwamba inapokuwa inaangalia bajeti zake za Wizara ya Afya, basi isisahau kumkumbuka mtaalamu wa mochwali. Kwa sababu kuna kitu kimoja umeongea kikubwa sana. Kumbe tunajua mtu akishafariki hawezi akaambukiza tena, yani kwa sababu tayari it's a dead body. Kumbe inawezekana, yani inawezekana sana. Kama ni contagious, itakupata na wewe kama hujajikinga. Kabisa. Kwa sababu vile virus vinakuwa bado viko hai hata kama yeye amekufa. This is Lilian Mwasha, Hard Talk. Ndio hii, maswali ninayo mengi ya kutisha kama naishiwa nguvu hivi. Ngoja ninywe maji. We'll be right back. Hard Talk with Mwasha. We talk it hard, really hard. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.